na itakidi baraka zenu. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Na wakina mama wote wa Mbeya mliowafikishwa kujitokeza katika kongamano hili la leo, na ndugu zetu wanahabari, watoto wetu, nyote niwaamkie kwa maamkizi mema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Nitangulize kumuomba Mwenyezi Mungu mapema ajalie kongamano letu hili ni katika makongamano yanayohesabika kwa uheri wake. Tuseme na amin. Mwenyezi Mungu ajalie kongamano hili ni ushuhuda tosha kwamba sisi tumesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Yale tukayopata katika kongamano hili yatusaidie katika kuongeza uzito wa nyizani zetu za kheri siku tukikutana naye Mwenyezi Mungu wetu karimu, siku ambayo haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake wala cheo wala jaha yake, isipokuwa yule tu aliyorudi kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ni mwenye kusalimika moyo wake. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Mheshimiwa Shekhe wa mkoa wa Mbeya pamoja na viongozi wote na wakina mama, mimi nirudie kumshukuru Mungu kama nilivyofanya mara zote kwa kuendelea kunipa kibali na kuniwafikisha kwa mapenzi yake makubwa na fadhila zake kuendelea kupumua na kuishi katika mkoa wetu wa Mbeya. Namshukuru Mwenyezi Mungu, tangu jana Mwenyezi Mungu ametufikisha hapa na tunaishi vizuri, tunafanya kazi zetu vyema, na wallahi thumma wallahi sisi tunaotoka katika mikoa ya joto, kwa hii AC tulokumbana nayo hapa, tunahisi tumeongeza afya. Maana hata ndugu yangu Sharifu nimemtega jana kidogo tu, nimemwambia unaonaje tukabaki hapa, akasema umejuaje? Naye pia amependa, ila leo asubuhi alijaribu kutoka kwenda msikitini akaishia njiani. Alifika alifika Sheikh asakumbe alifika, lakini alhamdulillah tumeipenda hali ya hewa na tunashukuru kwa sababu tunakula kwa wakati na tunakula kwa nguvu ile inayotakiwa binadamu. Sisi kule tunashindwa kula kutokana na joto. Hayo yote yanamaanisha wallahi tumeyafurahia maisha ya Mbeya tangu jana tumefika. Tunafurahi sana kuanzia mapokezi yenu, lakini namna mnavyotulea, kutuenzi na kutuchunga. Mwenyezi Mungu awalipe ziada ya kheri, na nyinyi Mwenyezi Mungu awatengenezee mambo yenu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo pamoja na kuwashukuru ninyi, niseme tu nimezoea mara nyingi nikienda katika makongamano maeneo mbalimbali shehe wa mkoa, ni kuwapa zaidi fursa wakina mama, wao ndio waongee zaidi niwasikilize, tofauti na nikienda katika makongamano au mihadhara ya wanaume, wanasema mimi alafu huyo naondoka. Lakini kwa uzoefu na ninavyofanya nikienda mikoani sana na vijijini na vitongoji mbalimbali, mimi husema kidogo sana, lakini nikawapa nafasi kubwa wao waseme, waulize. Maana wakina mama wao wana maswali mengi kuliko sisi, ndivyo sivyo? Eti au yale yanakuwa sana huko tu Mbeya, watu wana maswali yapo basi mimi nitasema kidogo, alafu mtu ili tupate kuelewana na kupata faida. Nadhani ule mtindo wa kusema mazungumzo au kuongea mazungumzo shirikishi ni mzuri zaidi, watu kueleza nini changamoto na sisi tujifunze kutoka kwao na namna gani tutaweza kuzitatua.
Kwa hiyo tutakuja na hilo, tutakuja na hilo. Mimi langu katika yale machache, nianze kwa kuwapongeza kujitokeza. Hii silo jambo la kuachwa hivi hivi. Nawapongeza sana sana mama zangu kujitoa kwa ajili ya dini. Kwa nini? Kwa sababu kutokana na uelewa finyu au uelewa potofu, wengi wanadhani dini wenyewe ni wanaume, ima kwa sababu ya wanaume wenyewe, wanaume wao wenyewe kutowahimiza wanawake wao, kuanzia mama zao, dada zao, shangazi na wake zao, hata mabinti zao na shemeji zao, na kuwapa nafasi kwenye kujitokeza kwenye dini. Lakini katika hili nianze kumpongeza Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, mzee wetu, mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, kuona kuna umuhimu wa kuwashirikisha wanawake na kuwaekea jumuiya kamili, jumuiya JUAKITA, jumuiya ya kina mama wa Kiislamu Tanzania, JUAKITA, na akawaekea sheria na kanuni na akawafungulia milango kwamba na nyinyi ni sehemu sawa sawa kama ilivyokuwa sehemu ya wanaume katika dini. Nampongeza sana mufti katika hili, sana sana sana, kwa sababu viongozi wengi hawalioni hilo. Wanahisi kwamba maadamu yeye ni murshid au ni mufti, wanadhani, au ni shekhe mkubwa, basi mwanamke hana nafasi katika jamii ya Kiislamu, inakuwa yeye ni wa kukaa nyumbani tu. Hii sio kweli. Mufti ametutoa huko, akakaa na wenziwe na akaanzisha hichi kitengo au hii jumuiya ya kina mama wa Kiislamu Tanzania, ili nao wachangie maendeleo katika jamii ya Waislamu Tanzania. Tusomeni ikhlasi moja, tumpelekeni mzee wetu mufti wote kwa ujumla. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Mwenyezi Mungu amfikishie, iwe ni sababu ya kumfanyia wepesi katika maisha yake, lakini msimamie katika kusimamia na yeye kazi zake, lakini pia iwe inafanya kazi katika kurekebisha na kumbakishia afya yake njema, na sisi wafuasi wake tupate kupita humo humo. Kwa hiyo nampongeza mufti, lakini nawapongezeni nyinyi wa jumuiya ya wanawake wa Kiislamu Tanzania, hususan katika mkoa wa Mbeya, mwenyekiti na jopo lako lote, kiasi ambacho hata sisi pamoja na wenyeji wangu kwa shekhe wa mkoa, lakini sababu ni jumuiya ya Waislamu wa Mbeya wakina mama, leo nimekuja huku. Nawapongeza sana, na huo ndio mwendo, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa katika Uislamu hakuna kuangalia genda, kuangalia yani jinsia, mwanamme au mwanamke, hicho kitu hakuna kwa Uislamu. Mwenyezi Mungu anaangalia kinachofanywa, na ndio tuliongea asubuhi na shekhe wa mkoa, Shekhe Msafiri. Hakuna kitu hiki ni cha mwanamme, hiki ni cha mwanamke, hakuna. Katika Uislamu kuna kifanywe na mwanamme na hicho kifanywe na mwanamke. Ndio maana kuna aya mfano ile, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati was salihina was salihati wal qaimina wal qaimati was saimina was saimati, imekwenda mpaka mwisho kabisa. Mungu anasema a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima. Mungu amewaandalia hao wote, Waislamu wanaume na Waislamu wanawake, waumini wanaume na waumini wanawake, wanaoswali wanaume na wanaoswali
wanawake, wanaofunga wanaume na wanaofunga wanawake, wote hao mpaka mwisho. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima, Mwenyezi Mungu amewaandalia msamaha na malipo makubwa. Mwenyezi Mungu atujalie katika hayo. Kwa hiyo Uislamu hakuna kwamba hili lifanywe na mwanamume tu, hili lifanywe na mwanamke. Katika kufanya wote. Hata juzi kuna mtu mmoja tulikuwa tunazungumzia mambo ya maulidi kupiga dufu, akasema waliopiga dufu lakini walikuwa wanawake. Waliopiga dufu, nikamwambia wewe hujui. Uislamu unaangalia uhalali na uharamu. Uhalali na maadamu dufu lilipigwa mbele ya Mtume SAW na wanawake, basi na wanaume pia wanaweza kulipiga, kwa sababu kuna mambo yalifanywa na wanaume na wanawake pia. Jamani, mmenielewa vizuri? Sawa? Tizama hii, innal mu'minina wal mu'minati, hakika waumini wanaume na waumini wanawake. Sasa man amila salihan, aya hiyo, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mungu anasema hivyo katika suratul Nahli aya namba 90 kitu hivi. Sawa sawa, ukiufungua msahafu utakutana na hiyo. Man amila salihan, yoyote aliyofanya jambo jema, min dhakarin, miongoni mwa wanaume, au untha, au miongoni mwa wanawake, wa huwa mu'minun, hali ya kuwa yeye ni muumini, basi falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, huyo tutampa maisha mazuri hapa duniani, wala najziyannahum bi ahsani ma kana, na tutaenda kuwalipa malipo mazuri zaidi kuliko walichokifanya wanaume na wanawake. Kwa hiyo sio kweli kwamba Uislamu una mambo ya wanaume tu na una mambo ya wanawake. Kuna tofauti tu ya mavazi. Mavazi haya ni ya wanaume, mavazi haya ya wanawake. Hapa atakaa mwanamume, hapa atakaa mwanamke, vitu kama hivyo. Lakini upande wa utendaji ni kule kule. Anavyoswali mwanamume ndio anavyoswali mwanamke. Kuna vitu tu vichache, lakini anavyoswali mwanamume ndio anavyoswali mwanamke. Au kuna mwanamke atakiwi kusoma kuleta takbiratul ihram kwenye swala. Swala inafunguliwa na takbiratul ihram na inafungwa na salamu. Mwanamume anasema Allahu akbar na mwanamke Allahu akbar. Anaanza na suratul Fatiha, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, na mwanamume na mwanamke hivyo hivyo. Yale maneno anayosema mwanamume na hayo ndio anayosema mwanamke, hayo, na wote wanamaliza assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Na kufunga ndio hivyo hivyo, na kuhiji ndio, kuna vitu vidogo. Kwa hiyo mwanaume na wanawake sawa sawa katika utendaji, na ndicho anachokitizama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie tunalijua hilo. Kwa hiyo hakuna sababu, kama ukweli wenyewe ndio huo, haipo sababu ya mwanamke kukaa nyuma katika utendaji. Piga mstari hapo. Imeeleweka vizuri hapo? Hakuna tofauti ya mwanamume na mwanamke katika kufanya, kuabudu. Lile jukumu la mwanamume la kuabudu ndio hilo la jukumu la mwanamke la katika kuabudu. Kwa hiyo tuna jumuiya ya kina mama ifanye kama inavyofanya jumuiya ya wanaume katika mambo yake. Kama wanaume wanatakiwa kusoma, na wanawake wasome. Wanaume wanatakiwa kujenga misikiti, na wanawake wafanyaje? Wajenge, wawe nao mstari wa mbele. Wenyewe wanakwambia kuna walikulli fardin min al-afradi wa asafa lahu daurun walakin la yuaddihi.
Kila kundi katika jamii lina jukumu hilo hilo, lakini bahati mbaya inatokea watu hawatekelezi majukumu yao. Huu ni mtihani sasa, na mara nyingine makosa tunayo sisi wanaume. Wewe mwanamke ili utakiwa, wewe utakiwi ili utakiwi. Utakiwi vipi? Ukiona hivyo basi kuna mambo ya hela hapo. Ndio sisi tutajitokeza na makoti yetu, nyinyi tunawaacha. Nawapongeza na nawaomba mjitokeze sana 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 sana. Msikae kinyonge, muhakikishe mnaufanyia Uislamu yale yale yanayotakiwa yafanyiwe Uislamu na wanaume. Tuseme ni inshallah. Tena inshallah. Na tukirudi tena inshallah Mbeya, tutakuja kupeana mipango hivi ili Uislamu usimame. Sawa? Sema hili jambo hili wanawake wajenge msikiti kuliko huu. Inawezekana. Mara aitu aiban min uyubi nasi kanaksul qadirina. Bluetooth hiyo. The Bluetooth device is connected. The Bluetooth device is ready to pair. Jamani, tuangalie Bluetooth zetu. Maanake hizi simu zetu siku hizi na mambo mengi. Amesema tayari. Ushaitoa iliwahi kutokea msikitini siku moja hivyo. Wameunganisha watu hizi simu zinazokamata Bluetooth, kumbe yule mtu mle ndani ana voice ya mkewe imetokea wakati wa hutuba. Mume wangu nimekumisi wakati khatiba na sasa mbaya sana hizi zinaita tafurani kubwa sana. Bluetooth imeconnect moja kwa moja. Khatibu mwenyewe na kilemba chake, qala Allahu ta'ala usikum bitakwa, ikasikia mume wangu pamoja na hivyo nimekumisi. Mshafiatua huko. Haya basi, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Kwa hiyo neno langu nilikuwa nalisema kwamba mnayo dauri neno la Kiarabu lakini mnayo nafasi na jukumu la kuusimamia na kufanyia kazi Uislamu kama ambavyo wanaume wana nafasi hiyo. Leo aadaul Islam, maadui wa Kiislamu, wao eti ndio wanaosemea Uislamu kwamba Uislamu unawabagua wanawake. Maadui wa Kiislamu wamesema sana hayo, na imekwenda mpaka baadhi ya Waislamu wakalielewa hilo. Juzi nilikuwa Dar es Salaam, nafikiri nilikutana na mjadala. Kuna mtu katika hilo kuona kwamba wanawake amewa underrate. Amefikia pala mtu alitumwa na mama yake akakataa. Vipi? Sasa mimi ninavyojua Uislamu unasema mwanamume hatakiwi kutumwa na mwanamke. Hata mamako, hata mamangu si mwanamke. Sijui mnanielewa vizuri. Ni Uislamu amechukua fikra hiyo kutoka kwa watu, imekwenda mpaka Waislamu wengine wanaona hivyo. Sio kweli. Sio sawa. Sio sawa. Niwaambie ukweli. Na sababu yake eti kuna baadhi ya vitu, mfano kwenye hukumu ya mirathi ile, na sababu ni hiyo, lidhakari mithlu hadhil unthain, kwamba mwanamume ana mafungu mawili mfano wa fungu moja la mwanamke katika yale mafungu sita ya nini, ya mirathi. Basi humo imekuwa mwao wameshika hapo tu. Hapana, kuna baadhi ukisoma vizuri mirathi, mwanamke kuna sehemu anachukua nusu ya mali, nusu ya mali. Tukisoma mirathi inshallah mbele huko tutakuja kueleza hapa. Tatizo kubwa ni kwamba tumejiweka nyuma katika kusoma dini yetu. Mafungu ya mirathi yako sita. Miongoni mwa mafungu ya mirathi kuna mwanamke anachukua sehemu nyingi sana. Kuna sehemu mwanamke anachukua nusu ya mali. Kuna sehemu mwanamke wanachukua thuluthain. Kuna sehemu mwanamke anachukua sudus. Kuna sehemu mwanamke anachukua thumun, 1/8. Lakini yote hayo maadui wa Kiislamu hawaelezi
kwa sababu tu wanawake wenyewe tatizo wafaje, hawahamasishwi kusoma dini yao, wanasomeshwa hicho kipengele cha kuwaudhi tu kwamba mtu lidhakari mithlu hadhil unthain. Na hii nusu nayo, nusu nzima ya mali, mtu ana mkewe kisha yule mwanamume akafa. Mwanamume akafaje? Akafa ilhali hajazaa naye, nusu ya mali ya yule mwanamume anachukua yule mwanamke. Dogo hiyo. Kama ana majumba 150 anachukua mwanamke yote 50, ndo anakwenda kwa ndugu zake wa mume. Haya, kuna dini leo kupanga hivyo? Yeye yuko peke yake, madam kaishi na yule mwanamume hajazaa naye, lakini Mungu amemjalia huyu mwanamume ana nyumba 10, akafa yule mwanamume, mwanamke anachukua ngapi? 5. Ndugu wa mume hata kama wako 100 watachukua ngapi? Hapa nani alifaidika? Haya, kwa nini lidhakari mithlu hadhil unthayaini tu? Na kuna sehemu anachukua thuluthain. Ukisoma mirathi utaona. Sasa haya ni mambo tunasakiziwa huku, na wanawake wenyewe maskini wanafanyaje? Wanayachukua, na sisi hatuyasemei, wanawake wanabaki kurudi nyuma. Si sawa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema hivi, hubiba ilayya min dunyakum at-tibu wan-nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fi salah. Sallallahu alayhi wasallam anasema duniani napenda mambo matatu tu. Mambo mangapi? Matatu. Kwanza at-tibu, napenda manukato. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mimi napenda kunukia. Na uzuri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama asingejipaka miski, jasho lake lenyewe linanukia zaidi ya nini? Ya miski. Lakini pamoja na hivyo alinunua miski kuongeza harufu nzuri zaidi na zaidi. Jasho la Mtume sallallahu alaihi wasallam lilikuwa sio la kawaida. Kuna sehemu Mungu atawajalia, ukifika pale katika mlima wa Uhudi palipopigwa vita vya Uhudi, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika pango, akawekwa pale baada ya kuangushwa kwenye lile shimo, akachukuliwa na Suleiman al-Farsi na Suhaibu Rum, wakambeba wakampeleka kwenye kijipango, pumzika hapa kwanza Mtume, hawa maadui watakuja. Akakaa pale, kisha baadaye wakamuondoa, walikuwa wanamfanyia tiba. Na waambia ukweli, mpaka leo ukienda pale ile harufu ya Mtume ipo. Mpaka mimi nimekwenda pale zaidi ya mara 6. Naenda kusikia harufu ya Mtume tu. Unapanda kwenye kijabali, kuna kama kijichumba hichi. Nyuki unawaona wamo mle ndani. Unajua nyuki wanapenda harufu? Zaidi ya udi unaojua wewe. Hivyo ndio alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atufikishe Madina. Twendeni tukaisikia harufu ya Mtume. Inakuongeza nguvu ya ubongo na nuru ya macho na wepesi wa kusikia. Lakini pamoja na hayo, sallallahu alaihi wasallam anasema mimi napenda kunukia. Hilo la ngapi? La kwanza. La pili, wan-nisa'u, napenda wanawake. Napenda la ngapi hilo? La pili. Mtume za wan-nisa'u, napenda wanawake. Na la tatu, waju'ilati qurratu aini fi salah, na kumejaliwa kitulizo cha moyo wangu na macho yangu kuswali. Yani nitakapokuwa na tafurani mimi, nitakapokuwa na stress, nitakapokuwa na babaiko la maisha, basi nakimbilia kwenye kuswali. Mtume anasema ndio maisha yangu hayo. Cha kwanza napenda kunukia, cha pili napenda wanawake, cha tatu tulizo la nafsi yangu mimi ni swala. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi. Maadui bwana Waislamu walivyokuwa wabaya hapa, kama wanisau na napenda wanawake, wao wakaleta tafsiri wanaoijua wao kwamba mbona Mtume alikuwa anapenda wanawake bwana, anapenda wanawake, basi imekwenda mitaani mpaka kwenye mitandao, Mtume alikuwa anapenda. Ndio, Mtume alikuwa anapenda wanawake. Kivipi? Maana yake mataifa yaliyopita huko nyuma kabla ya ujio Mtume na Uislamu wake hayakupenda wanawake.
Mwanamke hakuwa na thamani katika jamii, ndio maana yake hiyo. Ilikuwa mwanamke anauliwa kabla hata hajazaliwa, ndivyo sivyo? Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bi. Anajiuliza ayumsikuhu ala hunin au yadussuhu fi turabi. Aya hiyo inajulikana. Mtume anakuja against na maelekezo haya, kwamba siku za nyuma ilikuwa mtu akiambiwa mkeo amejifungua mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswaddan, uso wake unabadilika rangi, unakuwa mweusi. Kwa nini mweusi? Min su'i ma bushira bi, kwa ubaya wa kile alichoambiwa. Mkeo kajifungua mtoto wa kike. Anasema yatawara min alqaumi, anaona haya katika jamii. Min su'i ma bushira bi, kwamba wenzangu wakinisikia mimi nimepata mtoto wa kike watanionaje? Anajiuliza ayumsikuhu ala huni, aendelee kumlea yule mtoto pamoja na unyonge, au yadusuhu fi turabi, au amzike ilhali mzima. Ilikuwa hivyo huko nyuma, kwamba mwanamke hana thamani kabisa. Wengine walikuwa wanamuona kama bidhaa, wengine walikuwa wanamuona kama chombo tu, kama simu, akitaka ataishi, asipotaka namtupa. Imefikia pahala mpaka kuna aya ya Qur'ani kabisa, wa idhal mauudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat. Itafika wakati mtoto aliozikwa ilhali yuko hai ataulizwa na Mwenyezi Mungu, kwa nini ameuliwa akiwa hai? Kwa nini amezikwa? Ndio maana hapa mimi napenda wanawake, kwamba wenzangu huko hawakupenda wanawake, hawakuthamini wanawake, hawakuwalea wala kuwasomesha wanawake, hawakuwatanguliza wanawake. Lakini mimi Muhammad nawapenda wanawake katika maisha yao, mimi nawapenda hivyo. Nao ni binadamu, wao na maisha kama mwanamme, fikra zao, hisia zao nao lazima zienziwe, zithaminiwe. Kwa hiyo wanaosema Uislamu umekuja na mfumo dume hawazijui aya hizi wala maelezo haya. Hawa ni watu wameamua kujisemea. Na kama anatokea Muislamu na ndevu zake kama hivi mimi, alafu anasema hayo, mwambie nyie, wewe sio shehe, wewe muongo. Huyo shehe mkubwa kabisa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi napenda kunukia, napenda thamani ya wanawake, napenda maisha ya wanawake, napenda maendeleo ya wanawake, napenda uongozi wa wanawake. Sijui mnanielewa kina mama? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewathaminisha. Mijitu tu isiyoelewa ndio ikawafanya nyie underrate. Sikiliza maneno mengine ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema hivi, ar-rijalu shaqaiqun nisa, ar-rijalu shaqaiqun nisa, hadithun sahih. Anasema wanaume ni pacha wa wanawake, yani wamekuja fuko hili moja, kwa sababu ile aya ya Mwenyezi Mungu, ya ayuha nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Hii aya inaonyesha wazi kabisa, ndio aya ya mwanzo kabisa, kwamba enyi watu muogopeni Mwenyezi Mungu ambaye amekuumbeni kutokana na nafsi moja, kisha kutokana na nafsi moja hiyo akamtoa mkewe. Nafsi hii na nafsi hii Mungu akatawanya wanawake wengi na wanaume wengi duniani. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Lakini aya inayokuja kuweka usawa nyingine, wanakwambia wanachuoni, ni ile ya ayuha nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum indallahi au inna akramakum indallahi rijalu. Ya ayuha nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Mungu anasema mimi nimekuumbeni kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, sawa waja'alnakum shu'uban, na tukawafanya mataifa, wa qabaila, na makabila.
litaarafu, kwa ajili ya kupata kujuana tu. Utaifa na makabila ni kwa ajili ya kufaje? Kujuana. Kwa sababu wote mnaweza kuwa na majina moja, wote mnaweza kuwa Mwanaisha au wote mnaweza kuwa Walidi, lakini lazima mpatikane tofauti. Na haja na Walidi, Walidi gani? Walidi kabila kadhaa. Na muita Mwanaisha, Mwanaisha gani? Mwanaisha kabila kadhaa. Lakini sio kwa ajili ya utukufu. Inna akramakum indallahi, mtukufu katika nyinyi ni yule mcha Mungu, ima mwanamme au mwanamke. Mwenyezi Mungu atujalie tuyajue haya, tuyaenzi. Kwa maana hiyo tuna haki kubwa kabisa ya wanawake walijue hili, na wao waachiwe wafanye mambo yao, na wao wenyewe wasimamie shughuli zao kama waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wenye haki sawa na malipo sawa na wanaume, na huenda wanawake wakawa na malipo makubwa zaidi. Kwa hiyo nimeona nianze na hilo ili kuondoa unyonge, mpate kushirikiana na shekhe wa mkoa, lakini na jopo lote mkae pamoja, na nyinyi mumsaidie shekhe wa mkoa na jopo lake, na yeye awasaidie nyie, ili kupatikana maendeleo katika Uislamu. Na sehemu ya kwanza ambayo hiyo ndio wanaita nukta ya kuanzia, nichukue nafasi hii kuisisitiza, ni elimu. Shekhe wa mkoa, sehemu ya kwanza ni elimu. Leo wanawake bwana hawasomeshwi kabisa, sio huku tu Mbeya, hata kule Dar es Salaam nilipokuwa mimi. Na ndio maana nilipopata nafasi hii nilianza kuleta anshita za durusi za wanawake. Na wanawake wana sehemu kubwa sana katika masomo ya Kiislamu, wana nafasi yao. Kwa sababu gani? Mwanamke ndio mlezi. Mmoja katika wanachuoni anasema al-ummu madrasa, mwanamke yani mama ndio chuo. Sasa kama chuo kipo hakina elimu, kina maana gani? Akalitagiza fa in a'adattaha a'adatta shayban tayyib al-araq, ikiwa utamuandaa vizuri mama kwa kumsomesha naye akaelewa, basi hapa umeandaa jamii yenye misingi bora. Tayyib al-araq, yenye misingi na mizizi bora. Mimi mara nyingi, hata jana nimesema, najitolea mfano sana, na kubaliana na msemaji huyu kwamba al-ummu madrasa, mama yeye ni nini? Ni chuo. Kwa sababu leo mimi naweza kushika maiki hii nikasema hapa, jamani, mpaka jioni, na kesho kama hamjaamua kuondoka huko, mimi mtanisikiliza tu. Siku 3 mimi naweza kukaa hapa nasema tu aya hadithi, mashairi hadithi, mifano. Lakini msingi si mwingine, ni kuna mwanamke mmoja yuko Dar es Salaam anaitwa Kijakazi mwenye Gogo mwenye Juma mwenye Hamisi, mama yangu mzazi. Yeye ndo alisema mimi nataka uwe mtu fulani kabisa, anambia Mwenyezi Mungu mimi nataka huyu awe shekhi. Kaanza mwenyewe kunisomesha, kanisomesha sana Qur'ani na makofi mangumi, mara ananifungia ndani. Tumemaliza Qur'ani, tukaanza kusoma lugha aljadidu, ananiandikia hadhihi, huwa, hiya, anta, anti, hum, huwa, mpaka nikazijua dhamiri 12 zote. Mpaka leo nakumbuka namna alivyozitaja kwamba zimegawanyika mafungu matatu: mutakallim, mukhatab na ghaib. Ni mwanamke mwenzenu. Huku katika mutakallim akasema ziko 2 tu, kuna ana na nahnu. Na pale katika mukhatab akasema ziko 5 tu: anta, anti, antuma, antum, antunna. Na ghaibu ziko 5 tu: huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nilipigwa makofi mpaka niliziweza sio. Na ilikuwa kabisa anakuambia hapa uli mpaka useme hizi. Na sasa kuna kitu anapenda mtoto zaidi ya kula, wenzio wanakula pale, wewe dhamiri moja tu basi. Lakini kajitahidi sana, tukatoka huko akaanza kuniandikia kidaftari mwenyewe alikiita al-muhadathatu yani mazungumzo. Man anta, ana Walidi. Aina taskunu, askunu fi Magomeni. Masmuka, isijui nini. Akaniandikia, nikahifadhi. Nilivyoanza hapo nikaanza kuchanganya, nikawa napiga mimi Kiarabu, yeye pia anamshinda.
Tunaenda tukaingia kidogo kidogo kwenye fiqh aljadidu sijui nini, tukasoma mpaka muqaddimatu alhadharamia. Ndio akaambia babangu, sasa mtu wako huyu endelea kutoka hapa. Kweli mzee na mimi tena alikuwa yuko bize, akawa bwana mimi siwezi kukaa naye huyu. Nikapelekwa Kenya, toka Kenya nikapelekwa Tanga, nikakutana kina Shekhe na Daktari Uwesu. Ndio tena tumeendelea mpaka leo. Al-ummu madrasa. Mama ni nani? Madrasa. Ni madrasa. Al-ummu madrasa. Mama ni chuo. Amefikiaje Bi Kijakazi yale? Kwa sababu yeye aliandaliwa na yeye akawa na haki ya kufanyaje, ya kuandaa. Ni waombe pamoja na harakati zetu nyingi sana, kwa sababu sisi tuna nafasi ya ulezi. Huo ulezi ambao kwamba umetetereka sasa hivi, tunaona katika jamii yetu ina mmomonyoko wa maadili. Sababu yake tu wale wakina mama waandaaji wa haya masomo wamekuwa wachache au hawapo kabisa. Ni waombe katika harakati nyingi tutakazozifanya, tujeni na madrasa ambayo mashekhe watawasomesha wanawake na wanawake, kwa sababu wao ndio wanaoishi na watoto wetu, wapate kuwasomesha wale. Tuseme ni inshallah. Na kama vilikuwepo vyuo au kilikuwepo kikasinzia, basi sasa mimi natoa kama fikra tu, nguvu zetu tupeleke pale. Tuseme ni inshallah nyingine. Chuo kisife. Kama chuo kilikuwepo, basi kizinduliwe. Kama hakipo, na sio lazima tupate jengo. Hapa tulipokaa hapa ni madrasa hapa. Tunaweza tukaanzia hapa. Kadhi. Msiwasahau akina mama. Lazima tujitoe kwa ajili yao. Leo bwana, siku moja nilifika pahala, nikutaje sijui kule Magomeni moja ile yetu. Nilikuwa na muhadhara kama hivi, upande huu wamekaa wakina baba, kulia walikaa wakina baba, kushoto kwa wakina mama. Lakini sehemu kama inatoa muhadhara. Nikafika pahala nikawa naweza kuuliza maswali. Maswali yale nikawa nauliza mfano, kwa sababu tuko darasani hapa. Vigawanyo vya hedhi vilivyotajwa katika fiqh. Wanajibu wanaume, wanawake wenye hedhi wenyewe wajui. Sasa nikauliza, kwa nini mnaingia kwenye siku zenu? Tunazungumza hayo. Mashekhe wanajua kabisa. Hedhi, nifasi, wanajua vitu vyote mashekhe, lakini wao hawana vitu hivyo. Hiyo nukta inaeleweka vizuri. Wao wamefundishwa ili wafundishwe kina mama, lakini kwa hiyo inatakiwa fiqhul Islam, sharia al-Islam, wakina mama waijue sana, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwapa wanawake dauri hiyo, na akawaambia khudhu nisfa dinikum min hadhihi Humaira. Anawaambia kina Saidna Abubakar, anaongea na kina Saidna Umar ibn al-Khattab, na kina Saidna Uthman, na kina Saidna Ali na wengineo, masahaba wakubwa, Mungu awaridhie. Anawaambia mimi nakufa, lakini nusu ya dini yenu nawaachia, ipo kwa Aisha mke wangu. Khudhu nisfa dinikum min hadhihi Humaira, chukueni nusu ya dini yenu, wewe Abubakari, wewe Umaru, Uthman, Ali, Hudhaifa ibn al-Yaman, Abu Dharri na wengine wote, kina Suhaibu Rum, kina Muadh bin Jabal, tele masahaba, ambaye nusu nzima ya dini anaijua zaidi kuliko nyinyi. Na leo sisi tumepata wakina Aisha wengine. Tuseme inshallah. Haya ndiyo ya kufanywa wakina mama. Kama nilivyosema, mimi napenda sana kusikiliza kutoka kwa wakina mama maswali, lakini michango yao nini, vikwazo, ili na mimi nipate kusoma, nijifundishe kutoka kwao. Kile tunachoweza kukijibu hapa tutakijibu, tusiweza tunaenda kuuliza mbele kwa mashekhe zetu hao. Naomba mimi niishie hapo, lakini nilichokikusudia kuhamasisha wakati wa kwamba mwanamke kukaa nyuma katika masala ya kidini haupo tena. Mwanamke anakuwa kiongozi, mwanamke anakuwa, na katika nchi zetu kama hizi za kisekula, mwanamke anakuwa rais, kama tunavyoongozwa na Mama Samia sasa hivi. Ulikuja mjadala hapa, hata sababu yake hauno, wengine wakachukua mpaka picha yangu mimi wakaiweka pale. Walidi anasema mwanamke hafai kuwa. Hawakunielewa tu, nilikuwa naeleza nini, wanajisemea tu. Lakini mwanamke katika nchi zetu hizi
anaweza kuwa rais, anaweza kuwa makamu wa rais, anaweza kuwa waziri mkuu, tena mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu, kwa sababu nchi zetu hizi haziishi kidini, haziishi kinini. Nchi hizi mwanamke anakaa nafasi yoyote, na tunapenda sasa tuone wanawake zetu wameshika hatamu kutuongoza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia kuna wakati alikuwa akiongozwa na wanawake. Unaweza kushangaa, hai, mbona tena Walidi unatupa mpya? Na mifano mingi, nakupeni moja tu. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozuiwa kwenda kufanya umra, anatoka Madina na maswahaba zake, anakuja zake Maka, kufika pahala wafanye, walizuiwa na Makuraishi, akamwambia amruhusiwi kuingia. Rudini, si mmekimbilia Madina nyewe, mmeacha Maka, mnakuja kufanya nini? Rudini. Tunajua imetajwa katika Qur'ani ile, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al harama insha Allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba. Aya zile tukio lake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in walizuiwa kuingia Maka kufanya umra, baada ya kuwa washaondoka, washakaribia Maka kuingia na tayari washahirimia umra. Makuraishi wakawazuia kwa silaha, rudi Muhammad na jambo, rudini nyie, mmeondoka huku, rudini. Ikawa tabu maswahaba. Mtume alikubali kurudi, maswahaba waligoma, wakamwambia Rasulullah, tushafika mpaka hapa, Maka pia ni yetu, hawa wanatuzuia hawa, tufanye fujo sijui nini. Mtume akamwambia hapana, Mungu anasema laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq. Hiyo ndoto yako ya kuingia kwa Maka, Mungu ameikubali. La tadkhulunna al masjid al haram, iko siku mtaingia Maka na mtafanya umra, rudini. Mtume anawaambia vile maswahaba, ikawa unyonge, lakini tutarudi, lakini akaingia ndani Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hema, akaongea na mmoja katika wake zake. Maswahaba tumewambia turudi, lakini wao hawa wanyonge, tufanyeje? Akamwambia nikupe njia. Mke wa Mtume anamwambia Mtume, nikupe njia, hawa atakukubalia. Njia gani mke wangu, nipe. Anaongozwa, wewe toka mbele zao wale, nenda kanyoe nywele kama anavyosema Mwenyezi Mungu, nyoa nywele zako za kutahalal mbele yao wakuone. Ukifanya hivyo nao watanyoa. Jamani, si mshapata kukisikia kisa hichi? Akamwambia kweli mke wangu, wewe fanya hivyo tu. Akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwita mmoja katika sahabu, wewe haya kichwa hichi ni nyoe hapa, tunatahalal, maana yake tunajifungua turudi Madina. Alivyonyoa tu, maswahaba wote nao kila mmoja akamwita mwenzie, akampa kichwa chake, akanyoa, wakarudi. Kaongozwa hakuongozwa na nani? Mwanamke. Inafika wakati anasaidia fikra, anasaidia mipango kweli. Wote wakanyoa nywele zao, wakarudi Madina. Mpaka mwaka uliofuata ndio inakuja Fathu Maka. Sasa Mungu anasaidia, Maka inafunguliwa, wakawa wanaweza kuingia na kutoka, wanafanya umra mpaka hija, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki. Kwa hiyo nafasi yenu ni kubwa na mna mchango mkubwa sana, lakini mimi napenda tuanzie katika upande wa nini? Wa elimu. Tukutane, tupange vipi tutaweza kwanza sisi wenyewe kujisomesha, lakini namna gani tutawalea na kuwasomesha watoto wetu, hatimaye Mbeya hii ikawa ina sehemu kubwa sana ya Waislamu, ikawa sawa sawa na Madina au na Maka. Mwenyezi Mungu atukubalie maneno yetu, ayafanye ni katika maneno yale mema yaliyofuatwa mazuri yake, lakini yawe yenye kutushuhudia siku tukikutana naye, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kama nilivyosema, napenda kutoa nafasi kwenu kuniuliza, kunikumbusha, lakini nini mnafikiria. Huu ni uwanja wenu. Jana tulikuwa Soweto, tumeongea karibu masaa 3, lakini niliongea mimi peke yangu. Leo niko hapa na nataka tuongee mimi na nyinyi, na nitafurahi nikiwa nasikia kwenu kuna nini. Kuna nini, kwa sababu mimi ni mtu wa visa. Naweza kama nayasema maneno haya yote, kumbe siwe wahusu. Kuna kisa kile maalum cha shekhe mmoja alisimama msikitini sehemu ya mji kama hivi, kaenda ugenini,
akaanza kuambia watu uharamu wa bangi. Bangi haramu, bangi haramu, alhashishu haramu. Watu wamemtolea macho hivi, akajua hawa inawezekana hawajui bangi hawa. Akauliza, ya jamaa la taarifuna mal hashish, hamjui bangi? Wakamwambia sisi tunaona unapiga kelele tu, hatujui bangi nini. Akasema la haula wala quwwata. Akafungua kofia yake akatoa pisi, kumbe yeye ndo mvuta bangi mkubwa. Akasema hadha huwa alhashish. Kwa hiyo naogopa isiwe hivyo. Karibuni mwenyekiti, mwenyekiti, kaimu mwenyekiti wa JUAKITA, unaweza mkafungua, ni wakati wenu huu. Mimi nipo, mpata bahati hapa, basi karibuni sana kama kuna lolote inshallah. Inatembea Sababu wao wanakuwa na maneno mengi maskini. Wao tunawabana. Shukran. Sheikh, jazakallah khair. Katibu. Amin rabbal alamin. Nataraji sote kwa umoja wetu tunasikiliza leo ambayo Sheikh amezungumza nasi na saha na usia ambao wametupatia kwamba sisi kina mama ni chuo, kama alivyotuambia alipomo madrasa, kauli ya mwanazuoni, tunatakiwa sisi tusome ili tuweze kusomesha watoto wetu. Mimi nachokoza tu hapa kidogo, mkiwa tayari mnajiandaa huko kwa chochote ambacho mnacho, ambacho tunaweza kushare kwa pamoja kama vile ambavyo Sheikh ametuambia, lakini pia kama kuna maswali yaliyoko ndani ya mada ambayo Sheikh ametupatia na nje, hata yaliyo nje ya mada, Sheikh yuko kwa ajili yetu, anatusikiliza. Jamani kina mama, sisi ndio walezi kama vile tulivyozungumza tokea jana, na ili tuweze kulea au kufanya ulezi wetu kwa uzuri, lazima tuende shule tukasome, ili na sisi tuweze kusomesha watoto wetu. Sheikh amekuwa akitukumbusha sana yeye mwenyewe, kuhusiana na yeye mwenyewe, kwa namna ambavyo mwalimu wake wa kwanza ni mama yake alipomsomesha mpaka akafikia hapo alipo. Na sisi pia tunatakiwa tuwe hivyo, tuige mfano wa mama wa Sheikh, na sisi tusomeshe mabinti zetu ama vijana wetu, alafu baadaye ndio tuwaachie waende wakapate elimu kwingine na kwingine. Walimu wa mwanzo ni sisi, lakini pia tuwaombee dua sana watoto wetu. Tuende shuleni tukasome, tuwasomeshe watoto wetu na tuwaombee dua. Dua ya mzazi kwa mtoto ni dua bora, ni dua kubwa kabisa. Mfano wake tukirudi ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu anatuambia baada billahi minashaitani rajim, akimzungumzia mraatu Imran, mama yake Maryam, pale ambapo alipokuwa na ujauzito wa mtoto wake, aliweka nadhiri na ni dua ile ambayo alikuwa akiomba, akitamani mtoto wake angekuwa wa namna gani. Aliposema baada billahi minashaitani rajim, rabbi inni nadartu ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Na alipokuja kujifungua akakuta yule mtoto ni wa kike, na alitegemea angekuwa ni wa kiume. Akamwambia yeye, Mola wangu, inni wada'tuha untha, si ndivyo kwamba mimi nimemzaa mtoto wa kike na wewe unalitambua hilo, wa inni samaituha Maryam, na nikamuita Maryam. Akamwombea na dua. Sasa dua ya mama ile ilileta athari kwa mtoto. Mama Maryam tunaona namna alivyokuwa katika makuzi yake yote, alikuwa ni mtoto wa dizaini gani, lakini pia ikaleta athari mpaka kwa mjukuu, akazaliwa rasulan nabiyya, Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Nadhani tuko tayari. Nianzie wapi jamani? Nianzie wapi kwenye swali? Hata nje ya mada. Karibuni kina mama. Sheikh yuko hapa, maswali ya pili. Al-Imran namba 34A. Dia Luqman misalnya Luqman. Inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Luqman ayat namba 34.
Umeiona kwenye simu yako? 34. Tafsiri yake utakuwa unajua. Anasema Mungu yeye ndiye anajua kiyama ni lini peke yake, hakuna anayejua, lakini anajua lini mvua itakuja na kwa kiasi gani. La pili hilo hakuna anayejua. Na la tatu, anajua vilivyomo katika mimba, atazaliwa mtoto atakayeishi umri gani, atafanya kazi gani, atakufa lini, ataumwa nini, atamuoa nani, atazaa watoto wangapi, sawa sawa. Na hakuna anayejua kesho atapata nini, hata mimi na wewe, sawa. Na hakuna anayejua atakufa wapi. Ni mambo matano. Mungu akulipe kila la kheri. Swali lako la pili, unataka kujua ni nani imamu wa masufi, na mimi nikakuchomekea. Unamjua imamu wa Answari Sunna? Ukakosea ukasema Imamu Ahmad bin Hanbali, makosa. Usufi na uanswari na usalafi yote sio madhehebu, sio madhehebu. Ni uhanafi, umaliki, uhambali, ushafii na yako mengine 15 ambayo hayajatangaa sana. Kwa hiyo hakuna imamu kwa maana hiyo. Alafu unachotakiwa ujue, ukitajwa usufi leo imeingia propaganda moja kubwa sana, inawatatiza hususan nyinyi ambao kiwango cha elimu si kikubwa. Usufi jamani ni sio madhehebu, uanswari sio madhehebu. Mnanielewa vizuri? Ukisikia huyo ni madhehebu ya Hanafia, manake upande wa kisheria, upande wa Imam Hanafi ni mmoja katika wanachuoni ambao amejitahidi akaielewa fiqh kwa mujibu alivyoipokea kutoka kwa tabiina na maswahaba, akaja na misimamo yake katika masala. Kwa mfano, Bismillahir Rahmanir Rahim, Imam Hanafi kwake yeye Bismillahir Rahmanir Rahim sio aya kwenye suratul Fatiha, na huo ndio msimamo wa Imam Ahmad, na huo ndio msimamo wa Imam Malik. Imam Shafi kwake yeye Bismillahir Rahmanir Rahim ni aya katika suratul Fatiha. Usufi hapo haupo, wala uanswari hapo Maimamu wangapi hao? 4 nimekutajia. 3 wanasema Bismillahir Rahmanir Rahim sio aya katika suratul Fatiha. Mmenielewa vizuri? Sasa usufi unakuja wapi? Au usalafi unakuja wapi? Ni watu wameingia kati katika kuchagua kile wanachokiona wao, hiki kinafaa, hiki hakifai. Sufi ni twarika, ni mafundisho kuhusiana na maadili. Kisikia huyu msufi ni mtu ambaye kwamba ana kitu amepelekea katika tazkia tu nafsi, mambo ya kutakasha nafsi tu, ukarimu, sawa, subira. Mambo matatu makubwa kwa masufi. Kwanza, ikhlas. Msufi yoyote anakwambia kuhusiana na umuhimu wa ikhlas. Ikhlas unaijua? Mama umeuliza kwa sababu inaonekana unakaa darasani kidogo. Msufi ni yule mtu anatetea watu wafanye mambo kwa ikhlas. Kwa mfano, sisi tumekaa hapa kwa ajili ya nani? Ya nani? Msufi anakwambia tukaeni hapa kwa ajili ya Mungu. Sawa? Msije tumekaa hapa kwa ajili ya tuonekane tumekaa.
lakini tunakaa hapa ili tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kaina Mkristo kuliko kana msufi. Inna lillahi. Msufi ni yule mtu anayetufundisha tazkiyatun nafsi. Mwanadamu ana mwili na ana roho au ana nafsi. Kuna matendo ya jawari ya roho na kuna matendo ya mwili. Sana sasa hivi tunafundishwa kufanya matendo ya mwili tu, lakini matendo ya nafsi tunasahaulishwa. Msufi kama alivyokuja yule anayejiita Answari, mtu anayejiita Answari na yule anayejiita usufi tofauti yao ndogo tu. Msipate tabu akina mama mkatatizwa. Answari ni yule mtu anaona kwamba kuna sunna za mtume hazifuatwi. Kwa mfano, tukisikia adhana sasa hivi tunatakiwa tufanyeje? Kabla ya kuswali tufanye nini? Tuombe dua. Ni sunna kufanyaje? Dua ya adhana. Answari anakuja kuhimiza hilo. Na baada ya dua adhana tuswali rakaa 2 za nini? Kablia. Answari anahimiza hilo. Watu wengi sasa hivi wafanye dua baada ya adhana, watu wengi waswali rakaa 2 kabla ya swala za jamaa. Na huo ndo mfano. Msufi yeye anaona kuna watu wamesahau moyo, wanafanya mambo ima wapigwe picha, anasema fanya mambo lillahi wama umiru illa liabudullaha mukhlisina lahu. Msufi anakuja kuhimiza ikhlasi. Cha tatu, msufi anakuja kuhimiza subira. Watu sasa hivi hawana subira, hawana kusubiri. Jambo kidogo, nipe talaka. Msufi anakuambia inna Allaha ma al-ikhlas wa sabr. Na cha tatu anachokihimiza ukweli, asidqu. Andika hayo mambo matatu. Huo ndo msingi mkubwa wa mtu anayejiita mimi ni aturuqu sufia. Vitu vyao vikubwa viko vingi, wanaita makamu tasawuf, yanafika mpaka 11, lakini matatu ndo makubwa. Wao hadithi yao ni tabia njema. Tabia njema makazi yake ni wapi? Wanakuja kuhimiza tabia njema ikiongozwa na kusubiri, ikhlasi, kusubiri, ukweli, ukarimu, upole, hikma na nyinginezo. Tumeelewana vizuri? Answari yeye kikubwa ni kwamba hata hapa tumekaa, mfano hapa tumekaa, anaweza kuja Answari akatutimua hapa, atakuuliza mtume alifanya kitu kama hiki? Hapa anaweza kuja, nyie mnakaa hapo, mtume alifanya muhadhara kama huu? Kama amefanya tufanye, kama hakufanya tuondoke. Haya, vita sio vita. Na wauliza kina mama, Answari anafika pala hata simu atumii kwa sababu mtume. Hamjajua kama Answari hata TV hawana majumbani? Hamjajua kama Answari hata picha hawapigi? Hamjajua Answari sasa hivi hata mabasi hawapandi? Hamjajua Answari sasa hivi hata miwani hawavai? Ndio unaona kila siku nakwenda. Yote tunajitia tabu tu. Tumeelewana? Tunajitia nini? Na wala sio vitu vya kuangalia sana mama zangu. Ni vitu tumeitiliwa fil Islam ili tuwache yale ya msingi. Hivyo tu. Answari anakwambia usisome Qur'ani hitima kwa sababu mtume akufaje? Na inakuwa ndo dini sasa hiyo. Ukisoma Qur'ani, usiposoma Uislamu wako uharibiki bwana. Au haribiki kabisa. Tumeelewana? Inafika pahala, mimi juzi mtu mmoja akaniambia nivue koti. Anambia Walidi, wewe shekhe mzuri sana, kitatizo wako unavaa koti. Nitafutie aya na hadithi ya mtume kuvaa koti. Nikamwambia wallahi unanitia tabu, sijui.
Kwa hiyo tuyaacheni hayo Twendeni tukasome udhu, tukasome saumu zetu vizuri, tusiangalie vile vitu vidogo vidogo. Tunarudi nyuma, na wallahi thumma wallahi niko msikitini tumeingiliziwa hivi ili tuache kufanya mambo ya msingi. Wenzetu wanafikiria kwenda kuishi mbinguni sasa hivi huko mes, mimi na nyinyi bado tuko makaburini, lakini inafaa wifi. Na sisi tena ndo hapo, nyumba zinavunjika, mume answari, mke msufi. Kumbe vitu vidogo tu. Huyu mke yeye anatetea ikhlas, anatetea subira, anatetea ukweli, vitu vibaya hivyo. Mume anatetea mke wangu, kabla baada ya adhana tu lete sunna ya dua, kabla ya swala lete rakaa 2, na baada ya swala lete rakaa 2. Usiondoke baada ya swala, sema subhanallah na zile nyiradi nyingine. Ni hicho tu, hakuna kingine. Nendeni mkatizame. Mimi nakufa katika dini, ni hicho tu. Lakini kwa sababu ni propaganda tunaingiziwa, na sasa hivi dini yenyewe ipo kwenye mitandao, kila mmoja anasema. Yote hayo ni ugonjwa umetolewa nje, tumeingiziwa ndani ya Uislamu. Nakwambieni ukweli, msufi yeye anacheza na tabia njema, answari anacheza na sunna, hakuna kingi. Sawa? Swali lako la mwisho ni kipi tumfanyie mtu ambaye kwamba ni mzito katika mambo ya dini? Niamka usiku tu, mwambie Mungu hata kwa Kiswahili, mume wangu waswali au mtoto wangu anisikii. Mwambie hivyo tu. Hakuna dua maalumu ya kumuombea asioswali, haipo. Haipo dua maalumu. Amka usiku, mwambie Mwenyezi Mungu, ya Rab, mume wangu mimi bwana, mimi naswali, yeye aswali. Au mwanamume amka usiku, mke wangu mvivu. Kwa sababu Mungu anasemaje? Wa'mur ahlaka bisalati wastabir. Muamrishe mkeo kuswali na mvumilie, sio muamrishe kuswali na umtimue. Haipo haya hii. Juzi imekuja kesi kule ofisini kwangu, mtu kamwacha mkewe kwa sababu aswali. Siwezi kukaa naye huyu aswali. Wastabir, Mungu ametumia wastabir, mvumilie. Tena kwa hakusema wasbir, kasema Kaini na Sheikh Uweso atakwambieni kwa nini imekuja hiyo te. Baada ya wasbir ikaja wasta, alafu ndio bir. Aziyadatu fil mabani tushiru ziyadata fil maani. Yani vumilia kweli kweli. Wanawake hawaswali kila siku, maana yake siku wanaswali, siku hawaswali. Ukimuudhi wewe, hasira zake zinakwenda kwa Mungu, kwa sababu wewe umeoa mtu mwingine, mimi si swali. Wastabira alaiha. Tendeni tukaswali. Tujitayarishe, alafu tukirudi tumalizie maswali kidogo. Asante. Jawabu la swali la kwanza kuhusu niqabu na gloves. Je, inafaa kuswali ilhali mwanamke amevaa niqabu na gloves? Inafaa, kwa sharti tu uhakikishe wakati unasujudu paji la uso liko wazi. Kwa sharti pale unaposujudu paji la uso liwe wazi, kwa sababu hutakiwi unasujudu hapa pamefunikwa. Hata sisi wanaume kuna watu wengi wanakosea, anasujudu kofia iko hivi. Mmeniona hivi nilivyovaa kofia? Kisha anasujudu wapi? Hapa, ilhali paji lake la uso ghairu makshufa. Sijida haiswihi, lazima urudishe nyuma, uhakikishe hapa pa kusujudia panakuwa wazi. Kwa hiyo mtandio, kanga, shuka, niqabu kwa sharti hiyo. Naeleweka vizuri Sawa sawa. Kwa sababu hutakiwi usujudu katika kile kitu ambacho kinataharaki kwa kutaharaki wewe, kikiwepo hapa paji la uso. Mtandio, kofia, heti, niqabu, halum majara. Wallahu a'lam. La pili ulikuwa bila shaka unaulizia namna ya kulipa.
Ndio nadhani ni hivyo tu. Nimejaribu kusikiliza kwa makini sana kwamba mimi nasafiri lakini sikupata nafasi ya kuswali njiani kwa sababu sikuweza kutawadha wala kutayamam. Sasa nimefika, nalipa zile swala. Ikiwa umefanya hivyo ilhali uwezekano wa kutawadha ulikuwa nao au kutayamamu ulikuwa nao, lakini tu ukasema mimi siwezi, itakuwa kwanza umefanya madhambi, umefanya makosa. Sawa sawa, kwa sababu masala ya udhu na kutayamam yanafikia pahala yanaitwa katika masala ya kujitahidi. Ili uingie katika kutayamam uhakikishe umekosa maji. Umejitahidi ukakosa maji, na ukikosa maji ni mchanga, na uzuri wa mchanga, ukikosa mchanga unaambiwa hata chochote kilichokuwa ardhini kitageuka kuwa ndo mchanga. Hata majani ukigusa, vumbi ukigusa, ndio umetayamam. Adinu yusurun, dini ni nyepesi. Sasa ikawa yote hayo umeyakosa, kwa hakika umekosa hapa, utalipa kama kawaida, kwa sababu pale kwanza unapotakiwa ulivyohakikisha nimekosa maji na ukahakikisha nimekosa huo mchanga, unaambiwa unatakiwa lazima uswali kwa kuheshimu wakati. Lakini swala hii unakuja kufanyaje? Kuilipa. Lazima uilipe ukifika huko uendako. Sawa sawa, unatawadha unalipa zetu. Utaratibu ni upi? Ni vile vile tu. Kama uliacha adhuhuri na alasiri, utatanguliza kulipa adhuhuri kisha alasiri kisha hiyo magharibi. Labda uliulizia kwa utaratibu gani? Je, nilipe kwa utaratibu wa safari au ikiwa umeenda nyumbani utalipa kwa utaratibu wa nyumbani. Kama ulikuwa bado uko safarini utalipa kwa utaratibu wa safari. Kwa kupunguza 2 na kukusanya utaruhusiwa. Imeeleweka mama? Sawa sawa. Na kuna masala yapo watu, kuna baadhi nishawasikia watu wanasema haitakiwi kulipa swala kwa sababu unamlipa Mungu. Mungu alipwi. Huu sio mtizamo sawa sawa. Swala sisi hatumswalii Mungu, tunajiswalia sisi wenyewe kwa kutekeleza amri ya Mungu. Nirudi hapo. Watu wanaambizana hakuna kulipa. Je, swaumu inalipwa ilipwi? Mungu wa swala ni upi na Mungu wa swaumu ni nani? Kwa nini sasa wanawababaisha watu? Ikiwa swaumu inalipwa, vipi swala isilipwe? Mswalini Mtume Muhammad. Swaumu inalipwa, vipi swala isilipwe? Mtume anasema katika hadithul Qudsi, innama hiya a'malukum nuhsiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Haya matendo yote tunayoyafanya, Mungu anasema tunajifanyia sisi wenyewe. Kama kuswali, tumetoka kuswali, tumejiswalia sisi kwa muabudu Mungu. Malipo hapati Mungu, malipo tunapata. Na tusiposwali, dhambi hapati Mungu, dhambi tunapata. Sasa kwa nini usilipe? Unajilipa wewe. Kama unavyolipa vikoba, unajilipia mwenyewe. Mswali Mtume Muhammad. Kwa hiyo kulipa ni lazima. Ndio maana kuna milango katika vitabu vya fiqh, babul qadai, babul adai. Lazima tulipe. Mungu anasema haya ni matendo yenu nyinyi wenyewe katika hadithul Qudsi, nahnu nuhsiha lakum, sisi tunayahifadhi tu. Mtu akija huku akikuta khairi ni khairi yake mwenyewe, akikuta shari asijilaumu isipokuwa jilaumu yeye mwenyewe. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Mwenye kufanya jema anajifanyia mwenyewe na mwenye kufanya baya anajifanyia mwenyewe. Inna nahnu nuhyil mauta, suratu Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tumeelewana vizuri Haya. Mungu anasema sisi tutawalipa waliokufa na tutahifadhi matendo yao. Kwa
Kwa hiyo kulipa ni lazima kama tunavyotakiwa tulipe swaumu. Si wakina mama mnalipa swaumu au hamlipi? Mnamlipa nani? Kwa nini swala msimlipe? Au swaumu zile siku ambazo amfungi amlipi tena? Swala na swaumu ni hivyo hivyo tu. Wasikubabaisheni watu kwamba mnakulipa. Huyu hakutaki wema. Huyu kuna jambo kakukusudia wewe. Lipa. Sawa Haya. Swali la mwisho ni katika, nadhani nimeelewa, na mambo ya hedhi, sio? Siku umeona ishakatika, kumbe bado ulivyoosha ghafla ukaiona tena. Nitakupa jawabu fupi tu lisikutatize wewe na watu wengine tawasaidia. Wakina mama, kutokana na hesabu ya mzunguko wa damu, hedhi, tofauti ya hedhi na hedhi, ili ziwe hedhi mbili, wanasema uchache wake katikati zipite siku 15. Kabla ya siku 15 ikatokea tena, basi ni hedhi ile ile ya mwanzo. Ndio vitabu vya fiqh vya chini vinavyoeleza hivyo. Siku tofauti ile ya mwezi uliopita na mwezi huu, hapa katikati tahara ifike siku 15. Kama hazijafika hizi, basi wanaomba ilijizuia tu, hiyo ni ile ile. Haya, imeeleweka swali lingine? Naam, pelekeni. Azili siku moja ya kamera moja, sema tukiweza karibu hii ya kamera hii ndio inaitia ile mwangu. Naona kizeka karibu tu. Tofautisha. Ngoja wale wasaidie. Shehe, mimi kuna kitu kinanitatiza muda mrefu, lakini alhamdulillah umefika wewe, naona nitafarijika kwa uwezo wa Mungu. Mimi kwetu ni Dar es Salaam. Kuna kipindi nafikiri wakati wa Mufti Simba kulikuwa kuna kuchangishwa kuhusu TV. Kwa hiyo sisi tulihamasika tukaenda Al-Haramain kuhusu kuchangia TV. Lakini sasa lile jambo mimi sielewi mpaka leo, sijui vipi. Yaani sielewi, naomba unieleweshe. Ilisitishwa, iliisha? Mwaka gani ilikuwa? Hizi za Mufti Simba. Mimi kwa sijazaliwa. Haya. Swali zuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, mimi nataka mashekhe nisaidie jamii kwa hawa maustazi ambao wanaletwa kwenye maeneo. Unakuta ustazi ameletwa sehemu, amekuta kuna madrasa, tuna mama, watoto wanahudhuria madrasa na shule za kawaida, lakini inafika hatua anawaambia wakina mama ambao hawajavaa nikabu wakikutana na waliovaa majuba wasiwatolee salamu. Sijaelewa. Wakina mama ambao wanavaa nikabu na kuna wengine wanavaa majuba wasitoleani salamu. Wajuba akimtolea salamu wanikabu asiitikie. Pili, watoto kifika Ijumaa hawaruhusiwi kwenda shule ya kawaida, na hata kama mtoto anataka kwenda kusomea dini
anakatazwa kwamba hivyo vyuo mnavyoenda sio, havina umuhimu. Sijaelewa hapo. Ijumaa, siku ya Ijumaa watoto wasiende shule ya kawaida, waende chuoni, yaani wasiende primary au sekondari, na wakifaulu kwenda sekondari anawakataza kwamba msiende sekondari, hakuna umuhimu. Umuhimu ni kusoma dini tu, na ule mshikamano wa wakina mama anauvunja, yaani kwamba ndio ile uliyoisikia kwamba ya masufi, hawa ni masufi msiwafate, hakuna, yaani hakuna haja ya kuwafata hawa masufi. Anaharibu utaratibu wote mpaka wakina mama wanaacha madrasa. Wakiacha madrasa, anawaambia, anawatuma wale watoto kwamba nendeni mkawasikilize wazazi wenu wananisema nini mimi. Yule mtoto lazima jioni atoe taarifa kwamba mimi nimemsikia mama labda na rafiki yake anasema hili na hili. Kwa hiyo lazima yeye kwenye hotuba yake ndo anasimama kusema hilo. Nimekuelewa. Yapo kweli. Lete kwa tu mjibu hayo mawili. Hamna leo siku yao ngambia. Ile pale ndio inazunguka. Haya, swali la kwanza la TV. Ilikuwa mwaka gani? Lakini wakati wa Sheikh Mufti marehemu, Mungu amrahamu, ampe kitabu chake kwa mkono wa kulia. Jawabu jepesi mimi sitoweza kulizungumzia hilo. Kwa dalili nyingi, lakini kubwa, Mufti Simba amefariki mwaka 2016. 2016. Mimi nimekuwa shehe wa mkoa mwaka 2023. Simona, wakati huo hata sijabale bado. Kwa hiyo kumbukumbu ya hilo itakuwa tabu kuzungumzia mamangu. Ila umenipa kazi nikachunguze, niombe Mungu. Sasa mama ameulizia kuhusiana na mwalimu anayewafarikisha wanawake kwa sababu ya mavazi yao tu, nikabu na majuba, na kuwaambia watoto hakuna umuhimu wa kusoma sekula bali wasome madrasa tu. Ni vipi hivi? Mimi bila ya kumung'unya, huyo hawezi kuitwa ustadhi, hawezi kuitwa. Huwezi. Jamani, nini? Uislamu hauangalii nguo. Uislamu umekuja kutufundisha kujisitiri. Uislamu haukuja kutufundisha mkato na fashion za nguo. Inaeleweka vizuri? Mwanamume kuna namna zake Uislamu unamwambia ajistiri katika maungo yake, kuanzia wapi mpaka wapi, na mwanamke kuanzia wapi mpaka wapi, lakini sio material wala aina ya nguo. Hakuna hilo jamanini. Mwanamume ni wajibu wa ajistiri maungo yake, na muhimu zaidi kuanzia kitovuni mpaka magotini. Akivaa shuka, boksi, gunia, ndio kesha jistiri. Lakini ni vizuri akafunika maungo yake yote kuanzia mabega yake mpaka chini, na afunike kichwa chake. Na mwanamke ni mwili wake wote isipokuwa uso na viganja viwili. Akivaa majani, magunia, juba, baibui, kanga, adinu yusuru. Mwenye Mtume anasema dini ni nyepesi katika maeneo kama hayo. La yushadda hadha dina ahadun illa ghalaba.
Hakuna atakayeitia mikazo dini hii isipokuwa itamshinda. Huyo anataka dini tushinde, dini itushinde, na tutakiwi sisi tushinde na dini kwa sababu ya mavazi tu. Shekhe hapo anakosea, na amekuja kufarikisha kundi la Waislamu ambalo Mtume alifanya kazi kubwa ya kuliweka pamoja. Mtume alikuja kuliweka pamoja ile kundi, aliwakuta watu wako mbange makundi, akaweka pamoja. Hakuambia vaeni hiki na hiki msivae. Wanawake wajistiri mwili wao wote isipokuwa uso, kama hivi mvovaa hapa wote, ndio hivyo tu. Umeona hayo majuba mlovaa? Kuna majuba hapo na yaona ya Kiindonesia. Uongo. Kuna watu wana majuba hapo ya Kihindi. Uongo. Kuna watu wamevaa kanga kama wanavaa wanawake wa kwetu Kiswahilini kule. Uongo. Lakini mmejistiri uso, mwili mmeacha uso na viganja. Kwa hiyo msibabaishwe. Huyo hawakusudii watu. Kheri, hawakusudii. Ukivaa niqabu vaa, usipotaka haya. Leo narudia na nasema hivyo. Mwanamke uso wake sio lazima kuusitiri, ila ni vizuri tu kwa sababu ya murua. Unaleta fitna. Lakini ukisoma katika fikhi, uso wa mwanamke na viganja vyake, si tunakwenda kuhiji, nani kishahiji hapa? Hamna. Ibada ya mwanamke kule anaambiwa afanyaje? Afunike uso. Sasa kuna sehemu karibu ya Mungu kuliko pale? Walimu kama hao mimi binafsi huwa nawaomba nionane nao. Wanatia fitna. Wanawake mna mambo mengi mnatakiwa msaidiwe katika dini yenu, lakini sio kufarikishwa kwa sababu ya mavazi. Sio kufarikishwa kwa sababu imeingia mpaka huku kwetu kwa wanaume. Kuna uvaaji maalumu tutakiwa. Uislamu haufundishi mkato wa nguo. Uislamu unafundisha kujisitiri. Wazee wangu mmenielewa? Mtume sallallahu alaihi wasallam alivaa kanzu kwa sababu ndio mila aloikuta ya Waarabu kule, akaenda nayo. Lakini hakukataza Muislamu kuvaa suruali Mtume. Maadamu unavaa suruali yako inakusitiri yale maeneo aliyotaka usitiriwe, vaa. Kwa sababu angepata tabu kama ni hivyo. Kuna mavazi yanavaliwa huku kwenye miji ya baridi. Mavazi haya kwetu huwezi kuyavaa. Uongo. Hivi mvovaa mie koti Dar es Salaam saizi Kariakoo nishaanguka. Koti hili vaa hivi kama hivyo alivaa dokta pale mpaka shingo. Hii Mbagala utoboi unakufa. Kabisa. Nguo inaovaliwa Urusi sio inaovaliwa Maka, lazima mjue hilo. Nenda Moscow leo ukaone watu wanavovaa. Hiyo uso mwenye pua yako tu ndio inatoka nje. Sasa Mtume angekuwa anatembea basi kuangalia jiografia. Huku jamani vaeni hivi. Huo msahafu ungejaa. Ndio akaja na staili ile. Mwenyezi Mungu amesema amekutengezeni mavazi msitiri mwili wenu. Basi. Uislamu sio kuona mtu kwa sababu kavaa nini. Wangapi wanavaa kama walivyo Waislamu lakini wabaya? Na wangapi wavai kama hivyo wanavaa Waislamu lakini wazuri? Msalimu Mtume Muhammad. Ni vitu vidogo. Uislamu kifua chake ni kipana sana. Narudi katika jambo la mwisho la muhimu. Nasikitika kusikia kuna mwalimu anawaambia watu wasisome sekula. Huyo hautakiwi Uislamu. Uislamu dinul ilmi. Uislamu ni dini ya elimu. Mtume anasemaje? Al-hikmatu dhallatul mu'mini fa aina ma wajadaha akhadhaha. Elimu ndiyo mboni ya muumini. Popote atakapoikuta elimu, Muislamu achukue mboni yake. Hivi ametaja elimu gani hapa? Elimu zote, elimu ya mazingira na elimu ya roho. Unatakiwa usome elimu ya mazingira. Leo nawaambieni, mnanisikia vizuri au mnisikii? Kwa sababu ya nini? Kwa hiyo hapa mimi napata dhambi. Na kuulizeni napata dhambi kwa kushika maiki? Nitapata dhambi kwa kushika maiki? Huyu hatufai. Mikono yangu nimeweka katika hii meza. Nime relax, napata dhambi?
wasituletee ile, wanataka kuturudisha nyuma. Uislamu ndio elimu. Hizo elimu zote unasikia zimebadilishwa majina tu na zimetajwa majina, lakini mwenyewe Muislamu. Nenda kasome kitabu cha Ibn Khaldun, anakiita Kanun. Utaziona elimu zote hizo, elimu za afya, elimu za miili yetu, mwenyewe Uislamu. Kwa hiyo watu wanatutaka tubaki hivi hivi tu, sisi tusiwe na maiki, tusiwe na saa, tusiwe na mazulia kama hayo. Hivyo hilo zulia hilo limetengenezwa na hadithi gani ya Mtume? Hilo zulia lilokalia, nipe aya ya zulia hilo. Kwa hiyo mnapata madhambi hapo jamani, mnapata madhambi, mmekalia mazulia hayo, moto huo jamani, moto huo. Zulia hili mtu kaenda shule kasomea kutengeneza hili. Juba ulilolivaa hilo, nipe hadithi na aya iliyotengeza material hiyo. Hiyo sikatani hiyo. Au sufi. Haya, lete hadithi na mpeleke mtoto shule akasomee kutengeneza hayo majuba ili upate kuvaa. Mimi nimetoka Dar es Salaam juzi mpaka saa 1 na dakika 20 kwa ndege, kilomita 800. Alotengeneza ndege hili katumia aya gani na hadithi gani? Kwa hiyo tuache wenzetu watengeze madege, dunia yao hiyo nzuri, alafu sisi tunangojea akhera tu. Basi Mungu angetubakisha kule kule akhera. Man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma jami'an fa alayhi bil ilmi. Hadha hadithu al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema mwenye kuitaka dunia aisome, na mwenye kutaka akhera aisome, na mwenye kutaka vyote akasome. Tena anasema hakuna kheri ya mtu anaotaka akhera akaacha dunia, na hakuna mtu anaotaka dunia tu akaacha akhera. Usijidanganye, usijidanganye. Wabtaghi bima ataka Allah ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka inna Allah la yuhibbu wala tabghi al-fasada fil ardi inna Allah la yuhibbu al-mufsidin. Aya, Mungu anasema tafuta kila unachokitaka kwa ajili ya akhera, lakini usisahau fungu lako duniani. Piga mstari hapo, wala tansa nasibaka minad dunya. Mungu anasema maneno haya, usisahau fungu lako duniani. Fungu gani? Unaweza kulijua? Ni maisha yako hapa duniani. Unataka uishi, uwe na nyumba nzuri, uwe na gari nzuri, uwe na watoto wazuri, uwe na afya nzuri, ndio wala tansa nasibaka minad dunya. Wewe sio unakuwa msikitini tu, unarudi msikitini tu, ukitoka huko tunamaliza muhadhara hapa, watu wakafanye kazi, watafute dunia. Na dunia sasa ni elimu. Dunia sasa ni nini? Jamani, narudia tena, dunia sasa ni elimu. Tukaisome, na kusoma kule tunasomea umeme wetu, tunasomea maji yetu, tunasomea barabara zetu, tunasomea majengo yetu, tupate maengineer wazuri. Naona mtu alotengeza hii nyumba imetulia, ina miaka mingapi shekhi? 1980 Sheikh Ahmed huko 1989 hii nyumba imejengwa, imechorwa. Huyu mtu alochora kaenda shule, katutengezea nyumba, tumekaa hapa hatupatwi na jua na tumestarehe. Kwa hiyo anapata dhambi? Anapata dhambi? Maji haya yapo katika nini? Hii chupa ni shule, mtu kaenda shule akatafuta material akatengeneza hii, leo maji yako. Tukinywa mtu anapata dhambi? Ndio maana ya kusoma, tuwasomeshe watoto wetu, wasije watu wakaturudisha nyuma. Macho yako hapo sasa hivi hayaoni vizuri, umevaa miwani, mtu kasoma kajua lens yako kakupima, watu wakasomea hayo uweze kujua kusoma. Inaeleweka? Na kweli sasa hivi inasema kuna mtu kasoma dini sana, naambia watu msisome shule, someni huku tu. Mungu ameruhusu katika Qur'ani kusomwa shule. Iqra, soma. Kusoma nini? Chochote, soma chochote, lakini bismi rabbika, kwa ajili ya Mungu. Sawa jamani?
Juzi nimekaa nimeongea na watu, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amezungumzia idha tathaaba ahadukum falyadha yadahu ala fihi, umeelewa, waliyaghmidh sautahu. Mtu akipiga chafya, akipiga auweke mkono wake katika kinywa chake na asipige kelele. Si hadithi inajulikana? Mtu akipiga chafya auweke mkono wake puani na mdomoni, azibe hivi na asipige kelele. Amesema Mtume katika karne ya 7. Wazungu wamekuja kutuambia juzi, yeye akasema weka tu, wale wamefuatilia wameona faida yake. Kumbe ukipiga chafya ile, kupiga chafya, daktari atatuambia vizuri hapa, sababu yake kubwa ni kwamba mwili wako umepokea kitu kigeni ambacho kinakwenda kuudhuru ule mwili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameupa tabia mwili wako kukifukuza kile kitu automatically. Unapumua kupitia mdomo na pua kwa wakati, kwa kishindo, ili kile kitu kifanyaje, kitoke. Na kwa kutoka kile kitu unapata vitu viwili vikubwa pale pale. Kwanza unachangamsha ubongo wako, na pili unaubusti moyo wako uendelee kuishi. Lau sio ile chafya pale, ungekufa pale pale au ungepata madhara makubwa. Ndio maana naambiwa usizuie chafya, isipokuwa usipige kelele, ili ule mshindo uwe mkubwa ndani kwa ndani. Wazungu wamekuja kutuambia juzi, na maana ya kuweka mkono hivi kwamba ukitoa kile kilichoingia kisiwapate, ndio wanaita kirusi, kiishie katika mkono wako. Kwa nini kwenye mkono? Mwenyezi Mungu amekupa nguvu mkono wako kupitia hii ngozi ya kiganja kuweza kukihifadhi na kukiua kile. Leo wakina dokta wameenda kuyaona hayo, ndio wanakuja kutuambia, lakini amesema mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huko zamani huko. Ndio bana, mtu akipiga chafya anatakiwa asemeje? Aseme alhamdulillah. Ya nini? Maana kinaendelea kuishi. Lau sio ichafya ningepata tabu au ningekufa. Alhamdulillah. Na sisi tumwambiaje? Yarhamuka, Mungu aendelee kukurehemu. Alafu ukiambiwa hivyo usemeje? Yahdikumullahu wa yuslih. Lakini kwenye miayo unaambiwa ufanyeje kupiga miayo? Useme kwa sababu gani? Mwayo hauna faida, haina kama ya chafya. Sema tu a'udhu billahi minashaitanir, kwa sababu pale ni shetani anakuja anakufanyia kitu kinaitwa tazyin au taswil, anakutia uchofu katika mwili wako. Baada ya kupumua kupitia pua zako, upumue kupitia mdomo ili unyongonyee, hatimaye useme wacha nikalale, mhadhara una faida gani? Ndio ile kwa unaambia funika mdomo, unafasema a'udhu billahi minashaitani. Shetani huyu, na shetani ujanja wake wote, ukimpigia a'udhu billahi minashaitani rajim anakimbia. Ni elimu sawa, ni ile miayo. Unapumua, baada ya kupumua kwenye pua unapumua na kile kitu kinapelekea uchovu na unyong'onyea, hatimaye unalala. Lakini chafya ni dawa, na kuna mambo ya ndani kabisa unaambiwa hata yale mafua yenyewe ni nini? Ni dawa. Wazungu wamekuja kugundua sasa hivi. Dokta yupo hapa atatueleza. Mafua ni, Mtume anasema inna fi ra'si irkan minal judhami fa idha haja sallallahu alayhi bizukami fala tadawuha. Hadithi sahihi. Sasa kichwani kuna mshipa unaoleta maradhi ya ukoma au mbalanga. Unapotikisika ule, ili mtu umdhuru kumletea magonjwa, sallallahu alayhi bizukam, Mwenyezi Mungu anaupiga vita ya mafua. Fala tadauha, msiyafanyie dawa. Ndio maana mafua hata madaktari wanakuambia hayana dawa, kwa sababu mafua yenyewe ni nini? Ni dawa. Shule huko sasa, mtu akikwambia mtoto wako hatakiwi kusoma shule, mkimbie kama ukoma, anataka kukuua huyo. Asiposoma mtoto ataishije sasa? Asisome mtoto kabisa, tuwe naye tu nyumbani hivi, tena mtoto wa kiume. Allahu akbar.
Mtoto wa kiume asisome kabisa, yupo, ni bomu hilo. Afadhali mtoto wa kike asiposoma atafundishwa kupika, atafundishwa kutandika na mamake, atafundishwa kufagia, kisha atatokea mjanja atamuoa akamtandikie kule. Huyu ataolewa na nani? Na ndevu zake. Wasomesheni watoto zaidi. Dini wasomesheni sana, na secular wasomesheni sana. Tena ndio wakati wake huu sasa hivi. Hakikisha mtoto wako anasoma, gombana naye kabisa ili aweze kushare maisha na wenziwe huko nje. Msomeshe ajue kutengeza magari kwa sababu dunia ni ya magari. Msomeshe ajue kutengeza simu kwa sababu dunia nini? Msomeshe ajue kutengeza umeme kwa sababu dunia sasa ni ya. Msomeshe bwana. Mwambie hamna kusoma dini tu, kusoma dini. Mwambie ustadhi wa hauna wakafa binal jawadu. Fatiha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabla ya dua, kwanza ni kumshukuru mgeni wetu, shekhe wetu. Mwenyezi Mungu atuambia la ishakatu na zidanakum, mtakaponishukuru nitawazidishieni. Kwa hivyo sisi tuendane na mwongozo na maelekezo haya Mwenyezi Mungu, kwamba tunamshukuru mgeni wetu, shekhe wetu. Shekhe wetu tunamshukuru sana kwa hili lilotupatia, kutuelekeza, kutufundisha, kutukumbusha lingine, lakini tukafanyie kazi yale ambayo yamezungumzwa hapa leo. Na katika kuongezea zaidi, dada yangu pale, nadhani ni mko marhumu Sheikh Kajuna, si ndio? Allahu aghfirlahu warhamhu waskufu. Nasema kwa yeye, lakini kwetu sote, kama zinajitokeza hali za namna hiyo, kuna watu ambao wanataka tu kupatia ujinga, basi mtandao wetu wa kiongozi umeshuka mpaka chini, kuanzia misikitini, kata. Tafadhali wafahamisheni mashehe wetu wa kata kwamba kuna hili na lile, basi hatimaye wataweza kushirikia. Wakishindwa watapanda juu wilayani au mkoani, tunaweza kuja kuyashughulikia hayo. Nasema hilo kwa sababu sisi tunapambana kuiomba serikali kutusaidia kuona kwamba vijana wetu, kwa kuwa tunataka wasome mashuleni, lakini pia wapate elimu ya dini mashuleni. Kuna taasisi imeanzishwa inaitwa TISA, taasisi yetu iko inaitwa TISA, yote ikisimamia mambo ya elimu haya. Tunapambana kuona kwamba vijana pia pamoja na kusoma Ijumaa, nafasi wapate kwenda kuswali na waraka huko serikali kabisa. Tunapigania na mambo kama hayo. Sasa wakati tunapigania, tukiona kama yupo ambaye sasa anatufuta koti au shati au kanzu turudisha nyuma, basi tuwe mara moja tunaambizana, kuna mmoja wetu au kuna mtu ambaye atakurudisha nyuma, kwa sababu pia hata serikali haiwezi kutuelewa. Tunapigania haya, lakini wenyewe mnarudi nyuma. Hapa tunajenga shule ya sekondari kwa ajili ya kufundisha elimu, au kwa ajili ya kufanya nini jamani? Kwa ajili ya elimu. Sasa tena secular, kuna dini na secular tukwe. Sasa kama tunapambana na mambo kama hayo, tunajitahidi katika mambo kama hayo, alafu wanatokea watu tena wenye mambo tofauti ya kwenda kinyume na mambo ambayo tunayapambania, basi tushirikiane kwa pamoja, kuonyeshana, kufahamishana.